muhimu wa kutafakari. Je, kuna uhusiano wa karibu kati ya ongezeko la bidhaa za plastiki duniani na Krismasi? Ndiyo. La pili, upo uhusiano wa karibu kabisa kati ya ongezeko la bidhaa za plastiki duniani na hasa kipindi cha Noeli na mabadiliko ya tabia nchi, ongezeko la jotoridi. Bidhaa nyingi za plastiki zina maelezo ya kiteknolojia na kisayansi kwamba kutokana na rasilimali na malighafi zifuatazo: malighafi ya mafuta wanaita kwa kizungu crude oil, mkaa wa asili na bidhaa za petroli au petroleum. Hatimaye taka za bidhaa za plastiki, plastic waste, hutoa kemikali mbalimbali zenye sumu kwenye udongo, kwenye bioanuai na tabaka la maji. Tuelewe kuwa utunzaji na uponyaji wa mazingira, utunzaji na uponyaji wa maji ya dunia, chemichemi, mito, maziwa, bahari, na utunzaji na uponyaji wa maisha yetu na afya zetu ni vitu vinavyohusiana. Kwa hiyo unavyochafua zaidi bahari kwa plastiki, unachafua pia na unahatarisha afya. Tunapoponya maji, tunapoponya bioanuai, tunapoponya ulimwengu, tunaponya afya zetu. Kwa nini kuna mdororo mkubwa kabisa miaka hii ya karibuni, miaka 40, takriban 40, 50 iliyopita katika afya zetu? Ni kutokana pia na ongezeko la plastiki, na hasa zile zinazoitwa plastiki viduchu, microplastics. Zaidi ya hayo, taka za plastiki zifikapo katika bahari, maziwa, mito, humeguka na kuvunjika kuwa vipande vidogo sana vya plastiki, hiyo ndio sema microplastics, na mwishoni husumisha, huleta sumu kwenye maji, huleta sumu kwa samaki, huleta sumu kwa nyangumi na viumbe mbalimbali, viumbe kadhaa wa kadha na wanyama mbalimbali wa majini na baharini. Hivyo kwamba tunapokula samaki wa tilapia, tuna, salmon, sushi, kambale na kadhalika, tunakuwa pia tumejiweka katika athari za kiafya zinazotokana na bidhaa za plastiki ambazo huenda tumeziongeza au tuliziongeza katika takribani Krismasi au Noeli zilizopita, Krismasi 20, 25 au 30. Leo hii kila dakika duniani kunazalishwa chupa za plastiki za maji na vinywaji milioni 1. Kwa hiyo dakika 20 ni plastiki, chupa za plastiki milioni 20. Dakika 60 katika lisali moja ni plastiki milioni 60, chupa za plastiki. Plastiki au bidhaa hizi hatarishi huzalishwa na kutumika majumbani, hasa katika kipindi cha Krismasi, hata nyakati nyingine, jikoni, katika groceries, katika supermarkets, katika vifaa vya kuwekea vyakula, vya kuwekea takeaways, mabegi ya zawadi, mifuko ya zawadi na hata kadi za Krismasi. Sasa tuangalie sehemu ya kwanza, janga au balaa la bidhaa za plastiki kipindi kinachokaribia Krismasi, wakati wa Krismasi na baada ya Krismasi, kabla, wakati na baada ya Krismasi. Janga hilo la bidhaa za plastiki zina tabia zifuatazo au ukweli ufuatao. Kila mwaka zaidi ya tani milioni 400 za plastiki huzalishwa, na ni 9% tu kati ya hizo tani milioni 400 hufanyiwa kile tunachokiita mchakato wa recycling process. Pili, katika kipindi cha Krismasi au Noeli, kiwango hicho huongezeka katika uzalishaji wa miti ya plastiki ya Krismasi, taa mbalimbali za plastiki za Krismasi, vifungashio mbalimbali za plastiki za Krismasi, vijiko
vikombe, sahani za plastiki za Krismasi, kadi mbalimbali na maua mbalimbali ya kupambia ya plastiki kipindi cha Krismasi, zawadi kemkemi za plastiki, kalamu, radio, saa, hereni, miwani. Unaweza ukaorodhesha hiyo listi hadi kesho. Vinazalishwa, na kila mwaka kadi bilioni 1 za Krismasi zinatupwa. Na mbaya zaidi ukikuta ni zile za ambazo haziozi. Kadi bilioni 1 jamani, duniani kuna watu bilioni 9. Sasa kadi bilioni 1 ni kiwango kikubwa, zinatupwa. Tunahitaji, naomba ili mpate picha ya hizo kadi bilioni 1 za Krismasi. Tunahitaji viwanja 77 vya michezo kutupa hivyo vitu. Sijui mnaelewa viwanja vya michezo. Nyinyi ni mashabiki wa Simba, Yanga, Man U. Sasa hebu fikiria viwanja vya kisasa 77 ili kutupa pale kama dampo, kuweka kama dampo hizi kadi za Krismasi bilioni 1, si bilioni 1. Kule Uingereza, tuangalie mfano wa Uingereza. Kule Uingereza takribani tani 114,000 za vifungashio vya plastiki hutupwa kila mwaka. Pia miti milioni 8 ya plastiki wakati wa Krismasi hutupwa kila mwaka. Labda tufanye utafiti hapa Tanzania, hatujafikia huko lakini tunaelekea huko. Kila mtu anataka kuiga, ana copy na paste. Waingereza wanafanya nini? Waamerika wanafanya nini? Wajerumani wanafanya nini? Sasa hebu fikiria Uingereza, miti mingapi? Milioni 8. Kuna nchi zenye watu milioni 8. Nchi ya Austria nilikosoma ni watu milioni 8. Kwa hiyo mfikiria ile nchi ya Austria ina watu milioni 8, kwa hiyo kila mtu ni mti mmoja, na hii inatupa. Ni kiwango kikubwa sana. Walaji kwa mfano kule Uingereza, walaji kule Uingereza tu kutumia takribani hivi vifungashio takribani, ukiviunganisha vifungashio vya Krismasi, ukiviunganisha kimoja baada ya kingine, ukaunganisha vifungashio vile vyote, ukivikusanya takribani kilomita 384,000 ukiviunganisha vyote. Yaani maana yake ni umbali wa kutoka hapa duniani kwenda kwenye mwezi. Ukiviunganisha umbali kutoka hapo ulipo kwenda kwenye mwezi, viunganishe vyote 1 2 3, vifunganishe, vilifungia sijui keki ya Krismasi, sijui take away ya Krismasi, samosa, sijui juice, sijui ice cream. Unaweza kuorodhesha na kilo moja ya kifungashio, kilo moja ya vifungashio vya Krismasi. Tunaongelea janga na balaa la vifungashio vya Krismasi vya plastiki. Kilo moja ya kifungashio cha Krismasi huzalisha kilo 3 za kaboni. Kilo moja inazalisha ni sawa na kilo 3 za CO2, hewa ya ukaa ya kaboni. Ni balaa kubwa kabisa. Takribani masalio ya vyakula vya jioni vya Noeli. Wazungu wengi sana hasa Uingereza wanapenda kitu kinachoitwa Christmas dinner. Mchana si sana, jioni ndio wanakula na wanajirusha na sasa takribani vyakula ambavyo havikuharibika vya dina, karibu dina milioni 5 hutupwa. Milioni 5. Ndio maana nasema kama mtaalamu, duniani hakuna shida ya chakula, hakuna njaa. Njaa ni ugawaji na ugavi wa chakula. Kuna mahali vyakula vimerundikana, hasa wale matajiri, ile piramidi, ile piramidi. Na hapa chini hapa hakuna kitu. Mikate inatupwa, inayotupwa kule Ujerumani na Uingereza kwa siku ni zaidi ya tani 12 ya jana. Hawali mkate kiporo. Mimi na wewe tunakula mkate wa juzi na jana na juzi ile nyingine. Wao wanataka fresh bread na watu harufu kutoka bakery. Sasa hebu fikiria dina milioni 5 zilizotengenezwa, vyakula vinatupwa, havikuliwa. Watu wamekula na kuvimbiwa na kutupa. Kule Marekani asilimia 25 ya bidhaa taka hutupwa wakati wa sherehe za shukrani, inaitwa Thanksgiving feast, na acha pia wakati wa Krismasi. Ni balaa kubwa. Miti ya Noeli inapoanza kuoza
inapoanza kuoza kule Uingereza tu, hata ile ambayo ni bio trees, miti inayooza huzalisha tani 100,000 za hewa ya methane CH4 kule Uingereza tu, tani 100,000. Hujaenda Marekani, hujaenda Ujerumani, nini Uingereza tu. Hujaenda Asia, hujaenda Japan, hujaenda Afrika Kusini, hujaenda wapi. Sasa tu nini kifanyike? Nini kifanyike? Tumeshaona hilo janga na balaa la mkusanyiko wa plastiki, hewa ya ukaa na athari zake kiafya. Nini kifanyike? Kuna mambo kama 10 ya msingi kabisa. Hizi ni amri 10 za mazingira au mawaidha na hoja 10 msingi za kututoa hapa kwenye hili janga, kwenye hili balaa, kuenda sasa katika hali ambayo ni bora zaidi. La kwanza, elimu makini ya mazingira dhidi ya utamaduni wa bidhaa za plastiki, vifungashio vya plastiki, zawadi za plastiki na kadhalika, ipewe kipaumbele katika familia, katika shule zote, katika vyuo vikuu, vyuo vya kati, katika makanisa, misikiti, mahekalu na jamii nzima. Kwa elimu makini, sio elimu hizi za kisiasa za bla 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 bla. Namba 2, hoja namba 2, inapaswa ieleweke kwamba falsafa hii muhimu, anayekubali kubadilika kubadilisha wengine. Ni falsafa ambayo ni nzuri sana. Yaani mimi leo hii nikibadilika, nikapunguza plastic footprint yangu au matumizi yangu ya plastiki, wengine sasa kumbe nafuata msafiri amebadilika, ngoja na mimi nibadilike. Kwa hiyo inakuwa ni ile falsafa ya influence chanya, influencers katika mazingira, influencers katika, leo tunaona influencers katika social media na nini, lakini katika mazingira. Kwa hiyo hebu tuwe influencers wanaokubali kubadilika mmoja individually, ili tubadili wengine.